Simba ya asali na maziwa, Simba ya Ibase Gwe, Simba ya Ura, Simba ya Kratos Chama Mwamba, Simba ya Russian The Rock, Simba ya Luemba. Yes. Amepata ushindi ikiwa ni mfululizo. Mnyama anaonekana kama amejipata hivi. Yaani kama ile Simba ya asali inakuja, inakataa, inakuja, inakataa. Kwako Bigi, umeanza kuridhishwa na performance ya Simba? Nimeridhishwa na performance ya Simba tokea wachezaji wapya waje, kwa sababu Simba imebadilika hadi kimfumo. Sasa hivi Simba wanacheza 4-1-4-1. Sasa hivi unakuta wanacheza namba 10 wawili ambao ni Chama. Kama leo mechi ya leo Chama na Morris walikuwa namba 10 wawili. Chini hapa kuna Kagoma analinda beki, anamlinda Russian The Rock na Ture pamoja na Kibabage na Kapombe. Lakini Simba inashambulia na wachezaji si chini ya 6 mpaka 7. Wana wale watano wa juu ambaye ni wale watano wa juu na wanaungana na fullback wa pembeni wawili. Ndio maana muda hata first half KMC hawakupiga shuti lolote on target wala off target. Sababu Simba hata ikipoteza mpira ilikuwa inakaba haraka juu. Ibase Gwe anachukua tuzo ya man of the match kwa mara nyingine tena. Hii ni kusema kwamba amepata mtu sahihi katika wakati sahihi. Yes, anacheza sahihi. Ni ngumu kumkaba kwa sababu anazunguka maeneo mengi ya uwanja. Namkuta yuko pembeni, namkuta yuko kati. Hata goli aliloshinda ni ameshinda akiwa katikati. Ni muongo sana. Yaani ili umkabe na wewe lazima kwanza uwe na mapafu. Muda wote anataka kukimbia, muda wote anataka mpira. Ni ngumu sana kumkaba mchezaji kama yule ambaye anaweza kupiga mashuti mbali na anaweza pia kupiga cross. Na hata pia anakupa tabu ya wewe kumkaba muda wote. Na hata wewe ukishuka mkiwa mnashambulia bado ana mapafu ya mbwa anashuka. Kwa namna ambavyo Simba inacheza ni rahisi kusema kwamba endapo kama siku zingekuwa zinarudi nyuma michuano ya ligi ya mabingwa Afrika, huenda kuna namna tofauti mngefanya. Na 90% kama tungefanya usajili ungekuwa mapema, basi sasa hivi tungekuwa tunaongoza group stage la kundi letu. Na nakwambia hawa winga na huyu viungo waliokuja sasa wamekuja kufanya mambo makubwa sana Simba. Niamini Simba sasa hivi kila mechi unayoiona, tumeanza na Mashujaa muda wote tuko juu. Sasa hivi tuko juu. Sasa hivi tumebadilisha mfumo, tunacheza 4-1-4-1. Simba muda wote anataka kushambulia na wachezaji wengi zaidi. Yes. Kama unasema amekutana na timu ambayo uwezo wake pengine haurandani na nyinyi. Hata tumecheza na Petro de Rwanda tukiwa pungufu na umeona tumepata 1-1 na kuna muda tuliukamata si mchezo. Umemwona Luemba chukua midfielder wote, mtoe Chama mweke pembeni na Faisal. Chukua midfielder wote wa twange ndo nampata Luemba mmoja. Ukimaanisha na wale upande wa timu nzima, toe Faisal na Chama pembeni wa twange Luemba, yani mtoe Chama na Faisal ka pembeni, afu chukua viungo wote wanaocheza position yake, watwange wasagike vizuri, afu ndo wakusanye wao, ndo unampata Luemba mmoja. Bwana, hii ni Simba hii ambayo yule Luemba ana uwezo kucheza namba 8, ana uwezo kucheza namba 10. Kupoteza mpira kwake ni haramu. Kupoteza mpira kwake ni haramu. Watu wote waliosajiliwa na Chama, viungo wote waliosajiliwa dirisha hili, Chama atawazidi kwenye namba kubwa, eza assist au magoli. Viungo waliosajiliwa dirisha dogo hili, Chama atawazidi kwenye assist na magoli. Niamini, atakuwa na namba kubwa kuliko wao wote. Bwana, ndio kusema kwamba yoyote na aje sasa hivi kwa mnyama, na tarehe 1 mwezi wa 3 ni kuna mechi ya dabi ya Kariakoo ambayo kwa namna nyingine watu wengi wanatazamia huenda ikawa rahisi kwa upande mwingine na si kwenu. Naitaka sana ndugu yangu. Naitaka mno. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vipo katika yani naitaka tamata kama tungekuwa tunandona kesho na mkatarehe 1. Naitaka mno hiyo mechi. Unajiamini sana. Sasa hivi tuna wachezaji kweli wenye moyo na timu, unaona pambania timu nembo, wafia timu. Simba hainaga masuala kumbembeleza mchezaji, unataka kuonda nenda basi. Simba tunahitaji wachezaji ambao wapo tayari kwa ajili ya timu. Na tarehe 1 hiyo, upande wa pili wao wanasema kwamba wanaendelea kupiga pale. Kwanza usinipeleke tarehe 1. Hapo kesho kutwa tu hawapiti. Hata washinde goli 10. Kule halali, taarifa ninazokupa inawezekana wewe una. Imamu wa Shulsi ana adhabu wiki 3 haijaisha. Zizu kaumia. Hayupo hiyo mechi tarehe ngapi? Na Trezeguet anaongoza kwa magoli hayupo. Afu wale Waarabu wanajuana. Hata wakishinda 10 kule kitoka sare wanamaliza na pointi 9, wanamaliza kwa 8, afu salimia dugu jumbani. Kwa hiyo Mwarabu kiangalia hesabu
ukijaribu kupiga wao wakipiga hesabu zao kwenye calculator hata washinde 10 wanasema inakuja inakataa, hata washinde 10 kule sare wale wanamaliza na pointi 9 wanamaliza na pointi 8, hata washinde goli 10 niamini mimi nishakwambia. Ukimwona Trezeguet uwanjani, ukimwona Zizu uwanjani, ukimwona Imam Ashuru uwanjani, mdai shilingi 50,000 kwamba hao na Yanga akipita ukiona popote ndai 100,000 nakupa. Kamera zipo, shahidi mzungu mchawi hadi unaweka kwa wana Yanga. Shekhe nakuwekea wewe, akipita yeye Yanga akiona group stage aende quarter final, mimi nakupa wewe laki. Najiamini sana. Wao wanasema wameweka mipango sawa na kila kitu kitaenda sawa. Mipango sio matumizi. Wewe unanijua vizuri mimi? Sikufahamu vizuri Mwarabu. Basi nifahamu mimi ndo nilimtabiria anamaliza akiwa na pointi 8. Au nataka nikuoneshe video. Na mimi ndo nilisema anapasuka hii, anafungwa hii, anatoa sare hapa. Wanasema hifadhi ya akiba ya maneno. Shekhe nisikilize. Chengine ambacho mimi natamani niwaambie. Umesikia? Chengine ambacho natamani niwaambie kitu muhimu sana. Ndugu zangu wana Simba, wasipende kila kitu kuongea nje ya mechi.